Swali la wakati. Leo tutakwenda kuzungumzia nini chanzo cha mtu kuwa na mwili mdogo, mwili mwembamba. Imekuwepo kasumba ya watu wengi wakihangaika kutafuta dawa za kuongeza miili yao, kutokana ya kwamba kuwepo kwa mwili ambao yuko naye haumfurahishi, kwa maana ya kwamba anaonekana kana kwamba ni mtu mwenye hali duni au mtu mwenye roho mbaya. Maana kwa jamii nyingi zinatambua ya kwamba mtu mwembamba inaonekana kama ana roho mbaya, au mtu huyo maisha yake ni magumu. Kwa watu wapo wenye pesa lakini wana hiyo hali, kwa wapendezi na wavutiwi na hiyo mili waliokuwa nayo. Tuanze katika kipengele namba 1. Usisikitike na wala usihuzunike juu ya kuwa na hiyo hali. Leo nitaelekeza sababu 5 zinazopelekea mtu kuwa na mwili mdogo, kwa maana ya mwili mwembamba, mwili usiokuwa na afya, mwili usiokuwa na siha. Jambo la kwanza ni lishe duni. Hapa kwenye lishe duni kunapelekea watu wengi tunazofika katika miili yetu tunakuwa na miili ambayo haina siha, kwa maana ya kwamba haina afya, kwa maana ya kwamba haina nuru, kwa maana ya kwamba haina muonekano wenye kuvutia na kufurahisha. Kwa hiyo mtu anaweza katoa maoni, madai, mbona mimi nakula vizuri lakini bado sina muonekano mzuri. Napozungumzia lishe hatuzungumzie utajiri au maskini. Ndio maana unamkuta mtoto wa kijijini ana lishe kuliko mtoto wa mjini. Unaweza kawa na pesa lakini haufahamu kipi cha kuliwa. Wewe unakula kutokana na pesa ulizokuwa nazo. Labda unakula vyakula visivyokuwa na uhai. Una pesa lakini vyakula vyako ni chokoleti, biskuti na juisi za viwandani. Hauwezi kusema hiyo ni miongoni mwa lishe bora. Kwa hiyo hapa kwenye lishe tunawagusa watu wa aina mbili. Hapa kwenye lishe tunakugusa wewe tajiri ambao una pesa lakini hauli chakula cha usawa, kwa maana ya kwamba hauli balanced diet. Unakula vyakula vingi visivyokuwa na uhai kuliko vyakula vingi vyenye uhai. Na hapa pia tunamgusa maskini kama sisi tusiokuwa na uwezo. Maana maskini pia anakosa kula lishe bora kutokana na uhaba wa chakula. Hana kipato wala uwezo wa kuweza kununua chakula. Labda yeye atakuwa nakula chakula cha aina moja kila siku. Atakuwa anakunywa uji kutoa mara 3 asubuhi, mchana na jioni, na uji huo sio wenye kutosheleza. Au maskini huyo anapata mlo mmoja kwa siku, na mlo huo ni mdogo, sio wenye kutosheleza mahitaji ya nishati za mwili. Kwa hiyo hapa mahitaji ya chakula ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea mtu kupoteza muonekano wa mwili wake, kudhoofika na kuwa na mwili dhaifu. Kwa hiyo hapa tumejifunza ya kwamba hata kama uko na pesa unawezekana ukawa na mwili dhaifu, kutokana uko na pesa lakini haujui kipi cha kuliwa na kipi hakifai kuliwa. Lakini pia tumejifunza hata kama ni maskini pia anakuwa na mwili dhaifu, kutokana ukosefu wa kipato akimwezeshi kununua chakula cha kuweza kula kinachostahiki. Anaweza kupata chakula mlo mmoja kwa siku. Sidhani kama mlo mmoja unatosheleza, na mlo huo ukawa ni mchache zaidi. Kwa hiyo hapa tuwe makini katika swala zima la chakula, tufundishane ni vyakula gani mtu anapaswa kula. Mwishoni tutarejea kutoa maelekezo nini kifanyike. Jambo la pili ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unapelekea mtu kuwa na mwili dhaifu, na pia msongo wa mawazo unapelekea mtu kuwa na mwili mkubwa na mnene. Tutaanza katika mada inayotuhusu kwa siku ya leo. Kwa mtu mwenye msongo wa mawazo, kivipi unampelekea kuwa na mwili dhaifu goigoi? Kuna aina ya mawazo tofauti, yanatofautiana. Yapo mawazo kama mawazo ya kimahusiano. Labda kama we mwanaume au mwanamke umesalitiwa, hayo mawazo hayo yanakupelekea kuiona dunia chungu, kiasi kwamba yanakupelekea usitamani kula kitu chochote.
kiasi kwamba unakuta mwili wako unadhoofika kwa kutokula, kwa sababu mawazo hayakupi hamu wala appetite ya kula. Kwa unajikuta unaweza kunywa maji au kitumbua kimoja ukajiona umeshiba. Ndio maana mtu ana mawazo anaweza kuisha ndani ya siku 7 tu. Au mtu ana mawazo ya kesi, anataka kufungwa. Au mtu ana mawazo ya madeni ya kulipa pesa, ana vikoba na marejesho. Au mtu ana mawazo sehemu anaoishi aishi kwa furaha, anateswa, anasimangwa, kuna manyanyaso katika nyumba anaoishi. Vitu hivi vinapelekea kumdiscourage kisaikolojia na kupelekea mtu kuwa na mwili dhaifu. Ni tofauti na yale mawazo mengine ya kawaida ya kibinadamu. Hayo humpelekea mtu kuweza kunenepa pasi ya yeye kujua, ambapo tunasema mawazo hayo ni sehemu ya maisha yake ya kila siku. Lakini kuna baadhi ya mawazo si sehemu ya maisha yako kila siku. Kama kesi huwezi kusema sehemu ya maisha yako kila siku. Kwa hiyo hapo kuna mawazo mtu anabidi awe makini juu ya maisha anayoishi. Kuna mawazo yanamshurutisha sana. Umri unaenda, hujaolewa, mtu anaanza kuingia na mawazo, maana na miaka 28 anaenda 30. Hajawahi kupata hata barua kuja nyumbani kwao mwanaume anataka kumuoa. Kwa hiyo hii ni changamoto sana ndugu zangu. Namba 3, ukosefu wa hamu ya kula. Wewe ni maskini au tajiri? Maskini una pesa lakini hauna hamu ya kula. Tajiri uko na pesa lakini hauna hamu ya kula. Maskini hauna pesa pia hauna hamu ya kula. Kwa sababu mwili haujengwi kwa matofali. Mwili unajengwa kwa nishati zinazolika. Kwa hiyo kama utakuwa unakosa hamu ya kula, kwa maana hiyo utakuwa hauwezi kula. Na zipo sababu zinazopelekea mtu kukosa hamu ya kula. Mojawapo tumesema ni mawazo, msongo mkubwa wa mawazo, stressi. Na pia sababu nyingine ni mambo ya afya, kuumwa, maradhi yanakuzuia mtu hamu ya kula. Kwa hiyo mtu anapokosa hamu ya kula hupelekea mwili wake kudhoofika. Na mtu asubuhi anaweza kanywa chai na andazi moja, mchana akala matunda peke yake kidogo, na usiku akanywa juisi akalala. Je, mtu huyu tunategemea atapata siha na afya kutoka wapi? Na afadhali hapo nimetaja hadi neno matunda. Lakini kuna mwingine utamkuta asubuhi chai andazi moja, mchana atakula biskuti na juisi yake ya kununua, na usiku anaweza kujifanya mzungu akataka koni au akataka nini, anataka kupiga egg chop moja. Kwa mtu kama huyu hawezi kupata mwili, kwa sababu mwili haujengwi kwa matofali, unajengwa kwa nishati ya kula. Kwa hiyo kukosa hamu ya kula pia ni tatizo kubwa kwa watu wengi, linapelekea watu hao wanakuwa wamezoofika na mili yao. Namba 4 ni jambo maarufu na lenye nguvu sana. Watu wengi wamekuwa na mili miembamba ya kukonda, kudhoofika, isiyokuwa na afya, muonekano usiopendeza kutokana na maradhi. Wewe mwenyewe unakiri hapo zamani ulikuwa na mwili mkubwa, mzuri na wenye kuvutia, ima ukafikwa na maradhi ya muda mrefu ambao maradhi hayo yakapelekea mwili kupungua. Wapo watu wamefikwa na kisukari, wapo watu wamefikwa na pressure, watu wamefikwa na shinikizo la damu, vidonda vya tumbo, ugonjwa wa moyo, figo, ini na magonjwa mengine ambayo yakapelekea mtu huyo akaumwa kwa muda mrefu mpaka sia na afya yake ikawa yenye kuzoroteka na kuondoka. Kwa hiyo magonjwa pia ni sehemu ya sababu ambayo inapelekea mtu kupoteza siha na afya ya mwili wake anayotamani kuwa nayo. Kuna magonjwa sitoweza kutoa maelezo marefu kwa kina kwa sababu ni jambo maarufu. Kila mtu anafahamu ni namna gani magonjwa yanaweza kudhoofisha mwili kwa kila mmoja wetu. Nikiwemo hata mimi, sidhani kama nitapokuwa mwenye kuumwa nitakuwa ni mtu mwenye siha na afya njema. Tunaomba Allah tuepushe na hili janga la maradhi, tuepukane na magonjwa, tuwe na siha njema kabisa. Sababu namba 5 inaupelekea mtu kukonda na kuwa na muonekano dhaifu. Wapo watu wenyewe wameamua kujikondesha kimakusudi. Kwa namna gani? Wapo watu wakina dada wanakunywa vitu vya kujikondesha. Alakuta mwanamke huyo hana mwili wa kukonda, ni mwili size ya kati, lakini anapenda kuwa modo. Anaanza kunywa vitu ambavyo sivyo kuwa rasmi kwa ajili ya kujikondesha. Unamkuta mtu anaanza kunywa siki, kwa maana ya apple cider vinegar.
Unakuta mtu anakamua ndimu nyingi, anakunywa pasi ya kuwa na kiwango maalumu cha unywaji wala uangalizi ya utaalamu. Kwa mtu huyu anaanza kujikondesha mwenyewe. Kwa inafika kipindi atakunenepa, anashinda kunenepa kwa sababu kashatumia kemikali nyingi za kujikondesha. Mwili umedhoofika kutokana na vile anavyojikondesha. Na mwingine anaweza kujikondesha kutokana na ubahili wake mwenyewe. Wapo watu mabahili mpaka wa nafsi zao. Yani yuko na pesa lakini hataki kula. Hizo pesa anataka labda ajenge. Sasa sijui ana malengo gani huyo mtu. Kama anataka kujenga lakini anaacha kujenga mwili wake, anajenga matofali, anakuwa na mtihani na mawazo ya kiakili. Japokuwa kweli kuwa na malengo kuyatimiza ni vizuri, lakini malengo hayawezi kutimia bila kuwa na afya. Kwa kutanguliza afya mbele kisha mengine yanafuata. Maana unapokuwa na afya ndio utakuwa na nguvu za kutafuta hizo pesa za kuweza kutimiza hayo malengo yako. Kwa leo tumeelekeza ni vitu vitano ambavyo vinapelekea mtu kuwa na afya goigoi na afya kudhoofika. Kwa wale wakina dada kina kaka ambao mnakuwa na mili ya udhaifu na mnatamani kuwa na mili mizuri yenye sia, yenye muonekane mbele za watu, mkivaa nguo mpendeze. Jambo la kwanza atakikana mzingatie kula lishe bora. Tunapozungumzia lishe bora tunazungumzia vyakula vyote vyenye uhai. Pendelea kula vyakula ambavyo havijapikwa. Unaweza kushangaa ukaona maajabu, ni vyakula gani ambavyo havijapikwa? Organic food ni vyakula vyenye uhai. Vyakula hivyo asilimia kubwa vinakuwa vipiti kwenye moto. Ikiwepo kama matunda yote ni organic food. Lakini kuna miogo, viazi pia ni organic food. Lakini pia pendelea kula vyakula vya protini ni maarufu kama maziwa, samaki, mayai na nyinginezo. Pia pendelea kula vyakula vya wanga kwa ajili ya kuongeza nguvu na nishati mwilini. Lipo somo maalumu, nafikiri watu kama utakuwa umesoma shule ya msingi, sekondari, vyakula vya protini, vyakula vya wanga unavifahamu. Kwa msingi unatakiwa kuwa na diet maalumu katika ulaji wa chakula ili kuweza kuboresha mwili wako na kunawili kuwa na siha njema. Namba 2, namna gani utafanya ili uweze kuwa kibonge, mtu mwenye siha nene? Punguza msongo wa mawazo yasiyokuwa ya lazima. Chukulia mawazo ni sehemu ya maisha yako, tafuta njia ya kuyatatua ili uweze kuyatatua, japokuwa si kila mawazo unaweza kuchukulia sehemu ya maisha. Kama unadaiwa, hebu lipa pesa za watu. Na kama unawaza kuolewa, omba dua Mwenyezi Mungu akujalie upate mtu wa kukuoa. Na pia kama una mawazo sehemu hiyo unaokaa, unasimangwa, una mateso, vumilia kwa muda, tuna imani utapata maisha mazuri na utaondoka hapo. Kuna mawazo hakuna ushauri mwingi, lakini ziko njia unazoweza wewe kuzitumia na kuomba ushauri watu kulingana na mazingira uliokuwa nayo waweze kusaidia kuepukana na hayo mawazo. Sababu mawazo yatakuzuia kula, mawazo yatasababisha ukonde, kwa maana utakuwa na stress za hali ya juu. Namba 3, yatakikana upate dawa maalumu kwa ajili ya kukupa hamu ya kula. Upimwe labda una typhoid au magonjwa mengine yanayokuzuia mtu kukosa kula. Na kama una mawazo, ondosha mawazo. Lakini ni kama tu mchafuko wa tumbo limefunga, unabidi upewe dawa za kufresh kualisha, utoe sumu na takataka zote mwilini ili uweze kurejesha sia na hamu ya kula, uweze kula vizuri. Kama tulivyosema mwanzo, mwili ujengwa kwa matofali. Na katika kula kuna namna maalumu ya kuweza kula. Usile tu kwa sababu umeona chakula au kwa sababu umealikwa kula. Kula unatakiwa ule pale unaposikia njaa, na jitahidi kunywa maji mengi. Kwa hiyo kwenye kula hapa jitahidi unakula pale unaposikia njaa na kunywa maji mengi, kunywa juisi, kunywa maziwa. Napendelea kutumia asali mara kwa mara, maana ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasaidia kujenga mwili. Usiache kutumia mbegu za maboga na vitu vinginevyo. Namba 4, kama utakuwa unajifahamu na magonjwa na kukabili ndio maana chanzo cha kudhoofika afya yako, au uko nyuma ulishawahi kuumwa ndio chanzo cha kudhoofika afya yako, hakikisha unatibu magonjwa hayo kwanza. Na kama ushamaliza kutibu magonjwa hayo na afya yako imedhoofika, kuna namna maalumu, lishe maalumu unaweza ukaandaliwa ukaitumia lishe hiyo ikakusaidia katika siha. Kwa wale ambao walikuwa wamejikondesha, hakikisha unarudi katika hali ya kawaida ya maisha, kupata matibabu ya kutoa sumu hizo ulizozitumia kwa ajili ya kujikondesha.
Maana ulikuwa haustahiki kutumia dawa za kujikondesha, ila ukaamua kujikondesha kwa sababu unataka kuwa modo. Na jambo la kumalizia, kama unapenda kuwa nasia na kunawili, hakikisha unafanya mazoezi mara kwa mara. Maana mazoezi yanapenda kuexpand misuli, na mazoezi hayo yawe mazoezi yenye utaratibu maalumu, sio mazoezi ya kujifanyia. Maana kufanya mazoezi bila ya kula utakomaa, utakuwa kituko, utashangaza watu. Kwa hiyo tunakutaka ufanye mazoezi yaliyokuwa na uangalizi na utaratibu maalumu ili kuweza kuwa na siha nzuri. Nafikiri hapa watu watakuwa wanapenda kusikia ni namna gani mimi naweza nikawasaidia wao waweze kuwa na siha na muonekano mzuri. Kama nilivyovitaja vitu vitano hivyo, na nimeeleza ni namna gani unaweza ukavitumia kuweza kuwa na siha nzuri. Mimi nitataja vitu vitatu kwa siku ya leo kama vya bure vya kuweza kuwasaidia watu wavitumie ili kuweza kunenepa zaidi. Kama unapenda kunenepa, pendelea kula ufuta wa kukaanga au ufuta unanyunyuzia kwenye chakula. Kula ufuta kwa wingi, ufuta unasaidia kunenepesha mwili. Pia pendelea kula mbegu za maboga, maana mbegu za maboga zimecontain kila kitu. Ila pia pendelea kunywa juisi ya tende, maana juisi ya tende ina madini yote yanayopatikana kwa kila kitu. Na pia pendelea kunywa maziwa kwa sana, na pia pendelea kutumia asali. Kwa nimeshakuelekeza vitu hivi vya kutumia kwa namna gani unaweza ukawa na siha. Ila kama ukipenda kunipa kazi, nitakubali kupokea kazi yako kwa kuandalia lishe maalumu ya kuweza kuitumia kwa ajili ya kunenepesha mwili. Maana ipo lishe unaweza kaandaliwa lishe maalumu kwa kuitumia ili uweze kunenepesha mwili kuwa na siha njema. Na lishe hiyo ni lishe ya asili, inatokana na neno lishe yenyewe, ikiwemo kama asali na hivyo tulivyovitaja hapo, kama asali na ufuta na vinginevyo. Kwa hiyo nafikiri kwa siku ya leo inatosha. Katika somo hili tumejifunza namna gani mtu anaweza akajisaidia mwenyewe akiwa nyumbani kwake kuboresha afya yake na kuwa na siha njema na kuondokana na muonekano anaonekana ambao humfurahishi, unamsikitisha, unamsononesha na jamii. Wengine wakimuita kimbaumbao au ana roho mbaya au ana maisha magumu, na wengine wakiambia waridhiki lakini ana mali lakini amekonda. Kwa leo tutaishi hapo. Ni mimi mzungumzaji Profesa Kashaga, na washukuru sana kwa kunisikiliza.